Mashambulizi ya droni za Russia yamewaua takribani watu 4 na kujeruhi 21 katika jiji la Dnipropetrovsk lililoko mashariki mwa Ukraine, huku likiharibu majengo ya ghorofa na kusababisha moto katika hoteli na nyumba zilizoko katika eneo hilo. Gavana wa mkoa huo, Serhiy Lysak, amethibitisha kutokea kwa mashambulizi hayo leo Jumamosi, Machi 29, 2025. Kwa mujibu wa Lysak, Russia ilituma droni zaidi ya 174 kuelekea Dnipro, huku akisema shambulio hilo ni kubwa na limesababisha uharibifu mkubwa wa moto. Hoteli na mgahawa umeungua, nyumba 11 za binafsi na gereji sambamba na kituo cha huduma zikiteketea kwa moto. Picha na video zilizochapishwa mitandaoni zinaonyesha moto ukiwaka na moshi mzito ukifuka angani. Nyingine zinaonyesha sehemu ya ndani ya jengo zilizosambaratika, sehemu za juu za jengo la ghorofa lililoharibiwa vibaya, na barabara zilizojaa vipande vya vioo vilivyovunjika na mabaki ya majengo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amethibitisha kutokea kwa tukio hilo, huku akisema kuwa Russia ilirusha zaidi ya droni 170 dhidi ya Ukraine usiku kucha, ikishambulia maeneo ya Dnipropetrovsk, Kyiv, Sumy, Kharkiv na Khmelnytsk nchini humo. Wakati ikitekeleza mashambulizi hayo, vikosi vya Russia vilisema vimeyateka makazi ya Pantelemonivka katika mkoa wa Donetsk mashariki mwa Ukraine na Shebaki katika mkoa wa Zaporizhia, maeneo ambayo tayari yako chini ya udhibiti wa sehemu ya Russia. Taarifa ya kutolewa kwa maeneo hayo ya makazi imetolewa na shirika la habari la Interfax likimnukuu Wizara ya Ulinzi ya Russia. Vikosi vya Russia pia viliteka makazi ya Valevivka katika mkoa wa Sumy kaskazini mashariki mwa Ukraine, na wakati huo Wizara ya Ulinzi ya Russia ilishtumu Ukraine kwa kushambulia miundombinu yake ya nishati katika kipindi cha saa 24 zilizopita. Wizara hiyo ilisema Ukraine ilishambulia mitambo ya umeme katika mkoa wa Belgorod mara kadhaa na kusababisha takriban wakazi 9,000 kukosa nishati ya umeme. Russia na Ukraine zimeongeza mashambulizi yao ya anga, huku Rais wa Marekani Donald Trump akizisukuma nchi zote mbili kukubaliana kusitisha mapigano baada ya zaidi ya miaka mitatu ya vita vya uharibifu mkubwa ambavyo vinatajwa kusababisha vifo vya maelfu ya watu. Russia inajiandaa kuzindua mashambulizi yake mapya ya kijeshi msimu huu wa baridi ili kuongeza shinikizo kwa Ukraine na kuimarisha msimamo wa Kremlin katika mazungumzo ya kusitisha mapigano, kulingana na wachambuzi wa kijeshi wa serikali ya Ukraine. Siku ya Ijumaa, Rais wa Russia Vladimir Putin alitoa wito wa kuundwa kwa utawala wa mpito nchini Ukraine na kuahidi kuwa jeshi lake litamaliza wanajeshi wote wa Ukraine. Zelensky alikataa wito wa Putin na utawala unaosimamiwa na Umoja wa Ulaya, akisema kuwa ni njama ya hivi punde ya kiongozi wa Russia kuchelewesha makubaliano ya amani kati ya pande hizo. Nanukuu, Russia inafanya mzaha na juhudi za kulinda amani duniani kote, inachelewesha vita na kusambaza hofu kwa sababu bado haijakabiliwa na shinikizo la kweli, ilisema taarifa hiyo. Hata hivyo, Marekani inaendelea na kujaribu kuongeza ushawishi katika majadiliano kuhusu kuchochea kwa mapigano katika Bahari Nyeusi na kumaliza mashambulizi yanayolenga miundombinu ya nishati katika mataifa yote mawili. Ingawa pande zote mbili zimekubali kuwa kanuni ya makubaliano hayo ya kusitisha kwa mapigano, utekelezaji wake bado haujawa wazi, huku Russia na Ukraine zikiendelea kushutumiana kwa pande zote kwamba kila upande unajaribu kuyavuruga mazungumzo hayo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.